Naam, mtazamaji wa Sasani Online TV, karibu kwenye mwendelezo wa taarifa tuliyotoa mchana wa leo inayomhusu binti wa miaka 6 Swahila Musa anayesoma darasa la pili shule ya msingi Sabasaba iliyopo halmashauri ya mji wa Masasi. Mtoto ambaye ana changamoto ya tundu kwenye moyo wake, tatizo ambalo limegundulika miaka 4 iliyopita, lakini hadi sasa hivi mama yake ameamua kupata sauti huku akihitaji msaada wa wadau, wanajamii waweze kumsaidia ili kufanikisha kupata kiasi cha shilingi milioni 4 ambayo ameambiwa ni gharama za matibabu ya kusaidia mtoto huyo kuweza kupata matibabu na kupona. Na mara baada ya taarifa hiyo kuitoa chombo cha Sasani Online TV, ofisi ya mbunge wa Masasi Dr. Leonard Akwilapo ambaye pia ni waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi kumtaka katibu wake aweze kutembea familia hiyo ili apate uhalisia wa tukio, lakini pia vipimo na gharama asilia ili mheshimiwa mbunge aweze kutoa usaidizi kwa mtoto huyo. Na sehemu ya mazungumzo baina ya katibu wa mbunge Bwana Shilaji pamoja na mama wa mtoto Bi Fatma ni hii hapa. Mimi kwa majina naitwa Shiraji Athmani Zaburi, ni katibu wa mbunge Dr. Leonard Douglas Akwilapo ambaye ni mbunge wa jimbo la Masasi mjini, lakini pia ni waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Kama niko mbele yako hapa, kuna taarifa ambazo tumezipata kwenye mitandao zikirushwa na watu wa Masasi Online. Taarifa mimi binafsi kama msaidizi wa mbunge nimeiona, lakini mbunge mwenyewe pia ameiona. Kaniagiza nije kufuatilia kuhusiana na changamoto za mtoto ambaye naamini itakuwa ni huyo ambaye yuko mbele yetu, utueleze kwa uchache. Japo tumeona kitu nataka kusikia, nisikie mimi mwenyewe kutoka kinywani kwako kwamba mtoto ana changamoto gani, alafu sisi kama wasaidizi wa mbunge tufikishe taarifa kwake na tupendekeze namna ya kumsaidia huyo mtoto. Hiyo ikiwa kama ni kazi yangu kuu ya kumsaidia mheshimiwa mbunge kwenye kuangalia na kuibua changamoto mbalimbali ambazo wananchi wake zinawakabili, namfikishia yeye, na ikiwezekana tunatoa mapendekezo ya kutatua hizo changamoto. Lakini kikubwa hii changamoto, kwa sababu yeye mwenyewe ameiona, ni uthibitisho tu wa kuja kwako, tueleze kwa ufupi, tuangalie tunamsaidiaje huyo mtoto. Karibu. Asante. Hiyo ni sawa, ni kweli. Huyu mtoto alijifungulia hospitali ya Mkomaendo, baada ya kujifungulia hospitali ya Mkomaendo na 2019. Hizi changamoto nimekuja kuzigundua kipindi ana miaka 4. Kipindi yani cha kisema ajichosha, yani atembee, unaiona hii kazi na moyo unaenda kasi sana. Yani unapiga yani kabisa, unaruka. Ukawa baadaye na shangae kwa naenda hospitali nikielezea kama pumu. Nimehangaika sana pumu. Mpaka nifikia mwaka juzi, nilipoona hii kazi yani hali inaendelea changamoto hii, nikaamua kutoka kwenda hospitali tena Mkomaendo. Wanapokuja wale madaktari kutoka Dar kuja hapa, naenda shirika lao wananiambia vile mtoto inabidi mfanyaje, umpeleke Muhimbili. Uwezo wa kutoka Muhimbili, ili neno nimeambiwa kama huu mwaka wa 3 na uwezo wa kutoka hapa kwenda Muhimbili, nitaendaje? Uwezo wangu sina kuweza kumsaidia huyu mtoto kusema nimpeleke kule hospitali. Kiuchumi sina, biashara yoyote sina, ndoa. Kwa maana hili swala nimelifuatilia mpaka nimefikia mpaka kwenda Ndanda. Nilikwenda Ndanda, kucheki kwa Ndanda, wakaniambia mtoto moyo wake una nini, una tundu, inabidi mtoto mpeleke Muhimbili ili akapresheniwe. Sawa, mimi kurudi nyumbani sina bea wala che, ili na Mungu wangu na mimi mwenyewe na mwanangu napambana naye asoma mpaka kule shuleni. Yani aenda shuleni alinikataa ili asisome. Nikamwambia iwezekani, mimi naomba tu asome, akizidi kukaa hivi ndio atazidi kabisa na mimi nitazidi kuumia. Ninachotaka mwanangu asome. Kwa maana nimefuatilia hili swala ili peke yangu, yani ile changamoto hata za kutoka hii mwezi wa ngapi. Kwa kweli mimi uwezo wa kusema ni adumishe mwanangu kwamba ni mponye, kwa sababu kiakili kwa mawazo niko peke yangu, napewa tu mawazo na uwezo wa Mungu. Kwa maana hili swala baada ya kuambia vile, mimi nimerudi wapi mwezi wa 3, nimerudia wapi Mtwara, jibu la mwisho kuniambia niende wapi, niende Muhimbili. Kwa maana mimi nikaamua tu kufanyaje, kukaa. Kwa maana nilivyokaa, kwa kweli huyu changamoto zake ndio kama hivi, anabidi shuleni, hakuna usafiri, mimi nambeba mwenyewe kiangazi na kifuko, na watu wananchi wananiona nambeba mwanangu, mimi napambana naye ili afanyaje mwanangu ili asome.
baba yake ndo kama hivyo ametutelekeza, ametoka. Pamoja ingekuwa mtu mwingine angesema tu kwa sababu sina pesa, ngoja nipambana naye tu niombe ili wanisaidie mwanangu, lakini yeye uamuzi aliotoa kutoka tu pale nyumbani kutuacha mimi, kuniacha na mwanangu. Nimelia mimi mwaka jana niliani pale Kapalodi, mvua zinanyesha, yananiingilia maji ndani, mimi nalia na mwanangu. Changamoto napitia, yani ninapitia changamoto nyingi sana. Kwa maana yeye ndio hivyo. Ndio maana nikatoa hili swala, na hili swala sio mimi. Watu tu kama hivi wakanipa ushauri, fanya hivi ili wewe hivi. Utatokea tu, Mungu ipo siku watu watakusaidia. Kwa maana yeye ndio baada ya kunitolea huyu mzee baba huyu alionielekeza swala hili, ndio akaniletea hawa watu. Kwa maana nashukuru Mungu, hata watu wanaokuja ninauona umbele wake kwamba kuna kitu ambacho kwangu kinakuja, sababu ili hata hili swala limekuja tu siku mbili, jana na leo, lakini nauona Mungu sasa, nauona uwema ambao utaendelea mbele. Naona Mungu kama atanionyesha njia ya kupita. Nimelia sana. Kwa maana ninachoomba, naomba Mheshimiwa Mbunge, naomba nisaidie, yaani nitoe katika kwenye majonzi. Nimelia sana, naomba unisaidie mwanao, msaidie mjukuu wako. Hata nyumba nola na mimi nafanya nini? Nikajija tu mwenyewe, niko tu kwenye ramani ya kuonekana tu sura kwamba huyu ni binadamu. Naomba nisaidie. Pole sana. Na naomba mwanangu asaidie asome. Aisha sasa hivi bila kusoma hayaendi. Kwa maana ndio hizo, naomba mnisaidie wananchi, na mheshimiwa naomba nisimamie hili jambo. Nitoe katika mashaka ya kulia. Nimelia sana. Pole sana. Asante. Nikupe pole kulingana na changamoto ambazo unazipata. Asante. Lakini kipekee kwa sababu tunaamini Mheshimiwa Mbunge huwa anaguswa na mambo mbalimbali ambayo wananchi wake anawasibu. Naamini atakusaidia kwenye hili. Amina. Na nichukue fursa hii kwa wadau wote wa jimbo la Masasi mjini, manake swala hili sio la mbunge tu. Kama kuna mtu yoyote atawiwa au ataguswa kwenye swala hili, kwa hiyo anaweza akachangia. Naamini mbunge anaweza akafanya pakubwa, lakini ili kuweka mambo sawa kwa mtu yoyote atakayeguswa kulingana na changamoto ambayo mtoto anaipata, tunaambiwa kwamba manake kwenda shule kila siku inamlazimu huyu mama ambebe kijana wake mpaka shuleni, na muda wa kurudi walimu wanampigia simu, anamfuata shuleni. Kwa hiyo nahisi inaleta usumbufu kwa namna moja au nyingine. Huyo mama anakosa muda wa kufanya shughuli zake, anakosa muda wa kujitafutia kipato, kwa sababu muda wote anakuwa na huyo mtoto. Kwa hiyo kwa yoyote ambao umeguswa na swala hili, tunakuomba unaweza ukamchangia huyu mama. Kama kuna mawasiliano atayatoa basi atayatoa, lakini sisi kwa nafasi yetu kama ofisi ya mbunge, kama kutahitajika check up zaidi ya kupelekwa kwenye hospitali labda Muhimbili au sehemu zingine, naamini Mheshimiwa Mbunge atasaidia, kwa sababu ujio wangu hapa ni maagizo ya kwake. Amenipigia simu baada ya kuona hii clip ya hii video ambayo imerushwa na hao watu wa Masasi Online, kwamba naenda kwa huyo mama, kaongea naye ana kwa ana, utambue changamoto zake. Kwa hiyo nikitoka hapa mama, nikuhakikishie nitawasiliana na Mheshimiwa Mbunge, nitamwelekeza namna mtoto anavyoteseka. Kwa hiyo naamini atakusaidia.